Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametujalia kumaliza salama msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025. Mechi ya leo sisi Simba Sports Club dhidi ya Kagera Sugar ilikuwa ni mechi ya raundi ya 30, mechi ambayo inatamatisha msimu huu wa mashindano, msimu huu wa ligi kuu ya NBC kwa upande wa ligi kuu ya NBC. Mechi dhidi ya Kagera Sugar imekuwa ni mechi nzuri. Kagera Sugar pamoja na kwamba wameshuka daraja, lakini wameweza kutoa upinzani mkubwa, upinzani mzuri, na kila mmoja ameona kwa timu ambayo imeshuka daraja dhidi ya timu ambayo inashika nafasi za juu, tumeweza kutoka nao kupata ushindi wa bao moja ukabila. Maana yake ni kwamba mechi ilikuwa bora na mechi ilikuwa nzuri. Nachukua nafasi hii kuwapongeza Kagera Sugar kwa kuonesha kiwango kizuri. Nilichowapenda ni ile morali yao ya kwamba pamoja na kwamba wameshuka daraja, lakini hawakuja katika mchezo wa leo kuja kinyonge ya kwamba tumeshuka daraja, hatuna cha kupoteza na vitu kama hivyo. Still wameonyesha upinzani mkubwa, na mashabiki ambao wamekuja hapa uwanja wa KMC wamepata burudani kubwa kweli kweli. Nimpongeze kocha Juma Kaseja kwa kutengeneza timu na hatimaye kuonesha upinzani mkubwa, na mimi nichukue nafasi hii kumshauri mwalimu Juma Kaseja. Sasa hivi nafahamu kwa uwezo aliouonesha akiwa na Kagera Sugar, ziko timu nyingi za ligi kuu ambazo zinamhitaji na zingependa wafanye naye kazi kwa msimu ujao. Mimi ni mshauri, kama ataona inafaa abaki hapo hapo Kagera Sugar, pamoja na kwamba imeshuka daraja, lakini abaki na Kagera Sugar ili adhihirishe na aoneshe ubora wake. Lazima atengeneze sehemu, apate sehemu ya kutengeneza uaminifu, yani ile trust, ndio kitu muhimu sana. Ni kweli Kagera Sugar imeshuka daraja, lakini huko daraja la kwanza anaweza kwenda na kuonesha kwamba yeye ni mwalimu mzuri, ni mwalimu bora, na ndani ya muda mfupi akairejesha Kagera Sugar kwenye ubora wake. Akifanikiwa kufanya hivyo, maana yake atakuwa ametengeneza imani na atakuwa amejiongezea thamani kubwa. Mwalimu Selemani Matola amewahi kufanya hivyo, amefundisha timu za madaraja ya chini, amefundisha wakati ule Geita Gold kabla haijapanda, akaipandisha ikamuongezea thamani kubwa. Amefanya hivyo akiwa na Polisi Tanzania, amefanya hivyo akiwa na Lipuli. Kwa hiyo na yeye asivunjike moyo na wala asijihesabia kwamba ameishusha Kagera Sugar daraja. Yeye aamini kwamba ni mwalimu mzuri na anahitaji kufanya vizuri zaidi, apambane na timu yake. Na ukiangalia timu ya Kagera Sugar, nazungumzia sana Kagera Sugar kuna mengi ya kuzungumza, kwa sababu mimi ni mdau wa mpira, kwa napenda maendeleo. Ukiangalia timu yao ina vijana wengi wadogo. Nadhani ukitoa Joseph Mahundi, ukitoa Abdalla Mfuko, ndio kidogo unaona wakubwa wakina Kipao golikipa, lakini the rest ni vijana wadogo ambao ukiweza kuwa maintain ukashuka nao daraja la kwanza, baada ya muda mfupi unapanda nao ligi kuu, unakuja kuendeleza utawala. Mimi binafsi nimeumia pakubwa Kagera Sugar kushuka daraja, kwa sababu Kagera ni timu independent. Kagera sio branch of science. Kagera ni timu ambayo inajitegemea na huwa inatoa upinzani mkubwa kwenye ligi kuu ya NBC. Tuwatakie kila laheri ligi daraja la kwanza, tutawamisi kweli. Msemaji, pengine baada ya mchezo wenu huu dhidi ya Kagera Sugar, mchezo ambao umesalia mbele yenu ni dhidi ya Young Africans, pengine pia Watanzania na mashabiki wa Simba Sports wanahitaji kusikia chochote kutoka kwako. Kwanza tuanze kwa kuipongeza Simba yetu. Msimu huu tumekuwa na kiwango bora sana. Kila kitu kizuri kiko ndani ya Simba Sports hivi sasa. Unapozungumzia kocha bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Fadlu Davis. Unapozungumzia kiungo bora wa ligi kuu ya NBC unaweza ukatoka kidogo nje ukaenda ukamzungumzia Faisal Salum Feitoto kwamba ndiyo kiungo bora, lakini ukizungumzia mchezaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia mfungaji bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Jean Charles Ahoua. Ukizungumzia goli kipa bora wa ligi kuu ya NBC unamzungumzia Musa Kamara. Ukizungumzia
kwamba ukizungumzia msemaji bora wa ligi kuu ya NBC unazungumzia Ahmed Ally. Kwa hiyo tumekuwa na msimu wa mafanikio sana kwa Simba Sports Club. Tuwapongeze kila ambaye ameshiriki, na hata ukienda kuangalia mapato, timu ambayo imeongoza kwa mapato mengi kiwanjani unaikuta Simba Sports Club. Maana yake ni kwamba tumekuwa vile vile na mashabiki bora kweli kweli msimu huu. Sisi kwetu wana Simba, msimu huu ni msimu wetu bora kuwahi kutokea kwenye kipindi cha miaka 4 iliyopita. Kwani semaji hapa msimu ndio mmemaliza? Muda mchache kabla mechi, semaji ulisema kwamba unakuja uwanjani kuagana na mashabiki wa Simba mara baada ya kumaliza rasmi msimu 24-25. Sisi tunakuwa bado mchezo mmoja ambao tunao mbeleni baada ya siku 3 tarehe 25 dabi ya Kariakoo. Leo tulikuja kuagana wana Simba, kuagana nyumbani kwetu. Tumekuwa na tukiutumia uwanja wa KMC, na mantiki hiyo ni kwamba hata kama kuna mechi 8 mbele hatutocheza katika uwanja wa KMC msimu huu, kwa sababu hii ndio ilikuwa mechi yetu ya mwisho katika uwanja wetu wa nyumbani. Kwa leo tumekuja hapa wana Simba, tumeagana na kila mwana Simba amefurahi, na niwapongeze wana Simba, wamekuja wengi sana katika mchezo huu wa leo. Tumeagana, tumemaliza msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 katika uwanja wetu wa nyumbani. Semaji, unawasikia mashabiki huko, tucheze nyingi, alafu mechi yao ni dhidi ya Yanga, mechi ambayo mnakwenda kutafuta pia bingwa. Labda niseme kitu kimoja, najua mna kiu na shauku kubwa. Labda niseme, na siku nyingi hamjanihoji. Nina kama wiki 2-3 hivi sijapokea simu ya mwandishi yoyote yule kunitafuta tuzungumze. Nikasema waandishi wameshanitupa, tumalize. Waandishi mmeshachoka namna hii hatuwezi kuchoka. Hata wewe Latifa ulikuwa vacation, tuliogopa. Teddy Tino anahama tu media hii lakini anitafuti kunihoji. Sawa, semaji unazungumziaje? Maana maneno yamekuwa mengi, wanasema msimamo kama club bado hamtoi mpaka sasa hivi. Ni vipi ile promo mlikuwa mnaitumia tarehe 15 kama mmeipunguza kuelekea dabi tarehe 25? Kwanza ieleweke kitu kimoja, hakuna mahala popote ambapo ratiba ya ligi ikitoka unatakiwa uthibitishe unacheza ama hauchezi. Hiyo haipo. Ratiba ya ligi ikitoka, maana yake naanza maandalizi kuelekea katika mechi husika. Na mimi nichukue nafasi hii kuwaambia wana Simba, taarifa rasmi ni kwamba kama kutakuwa kuna lolote kuhusiana na mechi ya tarehe 25 kwa maana ya kesho kutwa, tutawaeleza. Lakini kwa sasa niseme tu kwamba tumecheza mchezo wetu wa mwisho nyumbani wa ligi kuu ya NBC 24-25.